usimuoe msichana kwa sababu ana desperate ya kuolewa. Manake yeye kiu yake anataka sana kuolewa. Sasa mara nyingi kiu ya kutaka sana kuolewa inapokuwa kubwa, inafika time ananyamazisha hisia zake. Kwa nini nimesema ananyamazisha hisia zake? Inampelekea sasa anamwambia Mungu, yoyote atakayekuja niko tayari kuolewa naye. Sasa anakuja mwanaume, yeye hana feelings naye, hajampenda, hamwelewi, anaamua kuolewa naye. Akiolewa naye, akishamaliza lile la ndoa, kwamba sasa si nilikuwa nahitaji ndoa, nimepata ndoa, hisia zake zinarudi sasa kutafuta yule anaye mtaka, kwa sababu huyu aliyeolewa naye ameolewa naye kwa sababu alikuwa anahitaji kuolewa, lakini si kwamba alimpenda. Baada ya hapo anaanza kupambana. Sasa ndio unasikia leo binti kaolewa na kaka fulani au mbaba fulani, alikuwa na kiu ya kuolewa. Ile kiu sasa ameshakamilisha hilo jambo, sasa anaanza kutafuta wale ambao ni haja moyo wake. Ndio unasikia mabinti wana cheat. Kwa nini? Anaanza kutafuta sasa wale ambao mwanzoni alikuwa ni kama binti tu ambaye anaolewa na mtu kwa sababu ya fedha. Ameolewa kwa ajili ya fedha, hakumpenda huyo mtu, kaenda kwa sababu ya fedha. Akishapata fedha anarudi kwenye moyo. Mtu yoyote akishapata kila anachokitaka anarudi kusikiliza moyo. Ndio maana ni kama, yani unajua hisia ni kama mvutaji wa sigara. Mvutaji wa sigara anaweza kasikia njaa sana, akala, kisha kula, sasa anaanza kutafuta hisia zake zinataka nini. Anaingia chocho, anatafuta sigara, anaanza kuvuta. Kwa nini? Ndivyo ilivyo pia kwenye mahusiano ya ndoa. Kuna hisia na kuna uhitaji, kuna upendo na kuna uhitaji. Anaingia kwenye ndoa kwa sababu ya uhitaji wa fedha, anaingia kwenye ndoa kwa sababu ana uhitaji wa ndoa. Umri umeenda, anafanya nini? Kwa anapoingia kule amepelekwa uhitaji, sio kwamba huyu mtu kampenda. Anaingia kule na uhitaji wa fedha, maisha magumu, sio kwamba kampenda. Fedha zikishakaa vizuri, anarudia moyo wake kusikiliza, hisia zinaanza kuchukua nafasi.